Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanzisha kikosi maalum cha kijeshi kulinda migodi ya madini katika nchi hiyo. Inafahamika kwa miaka mingi kwamba moja kati ya utajiri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni pamoja na madini mengi yaliyopo katika ardhi ya Wakongomani. Na hata leo inafahamika hivyo, na huenda ndio chanzo cha fujo katika nchi hiyo. Mamlaka katika taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imezindua kikosi cha wanamgambo kitakachohusika na kulinda migodi, kutekeleza sheria zake na kufuatilia kwa ukaribu uzalishaji wa madini. Mpango huo wa kuanzisha kikosi maalum kwa ajili ya kulinda madini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni wazo la Rais Felix Tshisekedi kama sehemu ya mageuzi ya sekta hiyo na mapambano dhidi ya usimamizi mbovu wa madini ya thamani. Felix Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anaamini kwamba nchi hiyo ingekuwa nchi tajiri kuliko taifa lolote katika Afrika, kwani ina madini mengi muhimu ambayo yanatakiwa ulimwenguni na ni moja kati ya wasambazaji wa madini katika ulimwengu, ambapo hata yale madini adimu anayoyataka Rais Donald Trump yapo katika taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Awamu ya kwanza ya kikosi hicho cha kijeshi itakuwa na wanajeshi kati ya 2500 hadi 3000 ambao wanatarajiwa kuanza kazi mnamo Desemba mwaka 2026 baada ya mafunzo maalum. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi yenye utajiri mkubwa wa rasilimali za asili, lakini imekuwa ikikabiliwa na changamoto kubwa za kuhakikisha wananchi wananufaika nazo. Hili ndilo lililomfanya Felix Tshisekedi kuunda kikosi maalum ambacho kitalinda migodi ya taifa hilo, na kwamba fedha zitapatikana na ujenzi wa taifa hilo utajengwa na itakuwa ni nchi yenye maendeleo. Lakini wachambuzi wa mambo bado wana wasiwasi kwamba uwepo wa vikosi vya waasi bado ni mkubwa mno katika nchi hiyo, na kuna makundi mengi ambayo yanasababisha uasi kila wakati. Baadhi ya migodi kama vile Rubaya, mojawapo migodi mikubwa zaidi ya coltan duniani, kwa sasa iko chini ya udhibiti wa muungano wa AFC kwa maana ya M23. Kikosi hicho kipya cha dola milioni 100 kinachoitwa walinzi wa migodi kitachukua nafasi ya wanajeshi wa kawaida waliokuwa wakilinda migodi, na kimefadhiliwa na Marekani na Umoja wa Falme za Kiarabu. Wanachama wake watasimamia uchimbaji na usafirishaji wa madini ya thamani hadi yatakapotoka nchini humo. Inakadiriwa kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina utajiri wa madini usiotumika wenye thamani ya dola trilioni 25, lakini sehemu kubwa ya wananchi wake bado wanaishi katika umasikini mkubwa unaosababishwa na vita vinavyoendelea katika mashariki mwa nchi hiyo na maeneo mbalimbali ya taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangu kuanza kwa vita vya pili vya Kongo mwaka 1998, udhibiti wa rasilimali kubwa ya madini ya DRC umechochea migogoro kati ya makundi yenye silaha na wanamgambo. Hata hivyo, wachambuzi wanaeleza zaidi kwamba ikiwa Marekani na Umoja wa Falme za Kiarabu ndivyo vikosi vitakavyosimamia migodi hiyo, itakuwa ni pale pale uwizi wa madini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo utakuwepo vile vile, na kusababisha makundi kujitokeza zaidi na kupambana na serikali ili kuondoa vikosi hivyo. Makundi haya yanapigania maeneo ya uchimbaji madini kwa kutumia faida kutokana na uchimbaji haramu na utoroshaji wa madini yenye migogoro ili kufadhili shughuli zao za kununua silaha. Mapambano ya kudhibiti maeneo yenye madini mengi yamesababisha ghasia za muda mrefu na kuchangia vifo vya mamilioni ya watu na kuacha mikoa yote ikiwa imeyumba. Ingawa nchi ni nyumbani kwa baadhi ya akiba kubwa za madini muhimu duniani, mapato yanayotokana na rasilimali hizi mara chache huwanufaisha wakazi wa maeneo hayo. Badala yake inategemewa uwezo wa wababe wa kivita, wanamgambo na maafisa mafisadi ambao wanaendeleza mzunguko wa migogoro. Mahitaji ya kimataifa ya madini haya yanatumika katika vifaa vya kielektroniki vya kila siku kama vile simu mahiri na kompyuta ndogo, kuhakikisha kwamba biashara hiyo inaendelea licha ya juhudi za kimataifa kuweza kuidhibiti. Madini muhimu nchini Kongo na mgao wa ugavi wa kimataifa ni kwamba DRC kuna madini muhimu zaidi ambayo hutumika katika teknolojia ya kisasa na viwanda. Licha ya kuwa na sehemu hiyo kubwa ya utajiri wa madini duniani, watu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaona faida ndogo tu kwa uchimbaji mkubwa na biashara inayodhibitiwa na vikundi vyenye silaha na maslahi ya kigeni. Hata hivyo, baadhi ya madini ambayo yanasafirishwa ulimwenguni kote kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni pamoja na cobalt ambayo husafirishwa kwa 57% duniani kote, lithium kwa 4%, dhahabu kwa 2%, lakini pia kopa kwa 10%,
lakini pia na madini mengineyo mengi yaliyopo katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea